Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mkenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo. Natumai umzima ubuheri wa afya nami penye niko kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio ili nikuhabarisha yale ambayo yanaendelea katika taifa la Kenya. Kimeumana, kuna taarifa mbaya ziko hapa ambazo ni za kushtua pakubwa katika serikali ya Kenya. Kwanza, party leader ama kiongozi wa chama cha KANU, chama cha baba na mama, Gideon Moi ametetemesha ikulu ya Rais William Ruto kwa kutuma ujumbe huu wa kumtangazia hatari. Sasa kimeumana. Gideon Moi alikuwa kanisani siku ya Jumapili tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu 2026. Kuna maneno ambayo aliyoyasema kwa lugha ya kwanza, yani lugha ya mama, Kikalenjin, lakini nitakuwa na tafsiri tu kwa lugha ya Kiswahili, kisha baadaye nitakuwa na changanua alikuwa anamaanisha nini. Kwa wale ambao ni dada zetu, ndugu zetu wa Kalenjin wanaweza elewa, lakini naomba kuweka ili msije mkasema ni matamshi yangu. Tumsikize kile ambacho aliweza kusema. Chang tugu chamochi biga baringo abororieta Kalenjin tugu chamochi tugu chinyigise kalek chinyigise agunyigisen amutien akwe name akwe kibinafsi asabet nungwa ag muhimu kabisa kalek chota ag meleng kalek chota chamoe rasmi unira bakanisa kurai achenge porainda tagalal jibik cha kumie so nai imanda olumi. Huyo ni Gideon Moi. Alikuwa anasema nini? Kabla nizame kwa undani ni kueleze ni tafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Naomba kushukuru kwa ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe na uwashe kengele. Karibu nikufahamishe. Huyo ni Gideon Moi. Ametangaza hatari kubwa kwa kusema ya kwamba number 1, kuna mambo mengi natamani kuwaambia wanabaringo na Wakalenjin wote kwa ujumla. Number 2, akasema masuala ambayo naenda kuwaambia ni masuala nyeti tena zaidi, ni mazito kwa sababu yanawalenga Wakalenjin. Akasema kwa sababu tupo kwa ibada kanisani, sio maneno ambayo nitayasema kwenye jukwaa. Kama tukiwa kanisani, jukwaa la kanisa, haiwezekani. Leo tuko kwa ajili ya ibada. Lakini akatoa ahadi kwamba atatafuta sehemu ili aweze kuzungumza na kuanika kila jambo kile ambacho kinaendelea. Kimeumana. Gideon Moi alionekana ikulu ya Rais William Ruto kabla ya uchaguzi mdogo kuandaliwa kule Baringo, kwa sababu William aliyekuwa seneta wa kaunti ya Baringo aliaga dunia, aliyechaguliwa 2022 akaaga dunia. Kwa hivyo mwaka jana kulikuwa na uchaguzi mdogo Baringo. Gideon Moi alikuwa anataka kuweka makaratasi ndani kuwania kiti cha useneta. Hata wanabaringo walikuwa wana protest. They wanted him to contest for senatorial position during 2025 by election. Lakini akaonekana ikulu wakiwa na Rais William Ruto. Baada ya kikao kile, Moi hakuweka makaratasi kuwania kiti cha useneta Baringo. Tukajua ameahidiwa kutengewa nafasi fulani serikalini. William Ruto alimwambia niachie hii kiti, akaweka mtu wake wa UDA akapita, sasa hivi ni seneta. Sasa Gideon Moi amesubiri, amefikishwa kwa kona, amefukuzwa serikalini, kwenda kabisa, toka hapa. Sasa ndio maana amesema kuna maneno ambayo naenda kuyatangaza, naenda kuyasema yanayohusu wanabaringo na Wakalenjin. Nitatoboa siri. Kwa hivyo ametangaza hali hatari kwamba hivi karibuni anatafuta jukwaa la kuzungumzia Wakalenjin.
Lakini kwa matamshi yake nataka sasa tuchanganue kwa undani. Kwa nini? Sababu ni ipi ambayo imesababisha Gideon Moi kuamua kutangaza kumwaga mtama, haswa kinachoendelea kwa mrengo wa Kenya Kwanza? Number 1, mwandani wa Rais William Ruto ambaye ni mbunge wa eneo bunge wakilishi la Kapsaret, Oscar Sudi, alimfukuza serikalini, akamwambia we jamaa wa Standard, umeshindwa kuwalipa mishahara wanahabari, wanakufanyia kazi Standard sijui what and what, weenda huku tusaidia katika serikali ya Ruto, we kwenda kabisa. Tusikize, msije mkasema ni maneno yangu. Mimi nataka nikuambie wewe mwenye Standard na unajijua vizuri. Hiyo Standard yako umeshindwa kulipa wafanyakazi. Wafanyakazi wa Standard wakisimama leo hawajalipwa mwaka 3 mwaka 4. Na wewe unatangatanga ukituongelesha hapa ati sijui nani hajafanya nini. Nataka nikuambie wewe chama na Standard, hatukubembelezi tena. Tumejaribu kuongelesha kama mtoto wa nyumbani, tumekujaribu kuongelesha kama marafiki, tumekuongelesha kama wewe baba yako alikuwa rafiki yetu. Tunataka tukuambie simama rais ama usimame senator, tukutane na wewe kwa dede. Na tusidanganyane, tuambiane ukweli. Ile wakati mzee Moi alikuwa anaongoza, wazazi wetu wote waliunga mkono, maagui wetu waliunga mkono 100%. Hakuna hata siku moja huyu jamaa ametuunga mkono, na tunataka tukwambie usiwahi tuunga mkono tena. Kwenda na gazeti yako. Umesikia? Akamwambia kwenda na gazeti lako la Standard, haujawahi kutuunga mkono, kwenda tukutane kwa uwanja. Kama ni useneta unawania tukutane, kama ni urais simama tukutane. Sasa matamshi ya Oscar Sudi yakamkera Gideon Moi, ndio maana amesema naye hawezi kutulia, anaenda kutangaza hadharani na kumwaga mtama. Ametangaza hali hatari, ni kwa sababu ya Oscar Sudi kumfukuza. Hatutaki kukuona serikalini, enda na gazeti yako upambane na waandishi wa habari ambao huwalipi mishahara. Hayo ni madai yake, mimi sielewi. Number 2, kwa nini ameamua kumwaga mtama wakati wowote kuanzia sasa? Kwa sababu ametangaza. Number 2, ahadi alizopewa hazikutimizwa. Unajua mwanasiasa ni mwanasiasa. Wakati kulikuwa na chaguzi mdogo katika eneo lile la Baringo, huenda alijiondoa kwa kinyang'anyiro kwa sababu huenda aliahidiwa ikulu kwamba tutakutafutia kitu ya kufanya. Sasa amesubiri ahadi hiyo. Amesubiri. Wengi wakatafsiri ama wakatabiri wakasema ya kwamba kiti ambacho angepewa ni cha uwaziri. Amesubiri. Mwaka ndio hiyo, tunaendelea kusonga, tunaendelea kukaribia uchaguzi ujao wa 2027. Hajaona chochote, amefukuzwa serikalini, amepewa mzomo hapa na pale. Ndio maana amesema ya kwamba sasa atamwaga mtama. Ni kwa sababu kile ambacho aliahidiwa hakuna yeyote ambaye ametimiza. Kwa hivyo ni vita hatari kati ya Gideon Moi na Ruto. What do you think? Kufika hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe, naomba tukaweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini kimeshikimeli subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubalishwa na kuandika kwa subscribe, na kado yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kana zote bila tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mwakeja TV, maana utakuwa unapokea notification ya kufahamisha Mwakeja TV tumeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii link ya kanda hii kuelekea group 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asante sana ladies and gentlemen. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.